kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemera na kwanza ni muhtasari wake. Wavuvi wa dagaa katika ziwa Victoria wametakiwa kutumia nyavu za dagaa zisizozidi upana wa mita 60 na mita 20 kwenda chini ili kudhibiti vifo vya mazalia ya samaki. Wakazi wa kata ya Bukome wilayani Chato mkoani Geita wameiomba mamlaka ya maji mjini humo kuziunganishia maji ya bomba shule za msingi na sekondari katika kata hiyo. Na serikali ya Sudani imeziambia kampuni za nishati kujiandaa kusitisha usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Sudani Kusini. Habari kamili. Muleba. Wavuvi wa dagaa katika ziwa Victoria wametakiwa kutumia nyavu za dagaa zisizozidi upana wa mita 60 na mita 20 kwenda chini pamoja na taa sora zisizozidi wati 10 ili kudhibiti vifo vya mazalia ya samaki. Rai hiyo imetolewa na afisa uvuvi mkoa wa Kagera Bwana Efrazi Mkama wakati akizungumza na wadau wa uvuvi wilayani Muleba na kueleza kuwa awali wavuvi walikuwa wanavua dagaa kwa nyavu zenye urefu wa mita zaidi ya 120 na matokeo yake kuvua mazalia ya samaki badala ya dagaa. Bwana Mkama amesema kuwa kwa sasa wanaendelea kufanya doria za mara kwa mara ziwani kwa ajili ya kuwachukulia hatua wavuvi ambao wanakaidi maelekezo hayo licha ya kupatiwa elimu. Kwa hiyo wavuvi ili waweze kuwa ndege wawili kwa jiwe moja, wamekuwa wakibuni mbinu ya kuongeza kokolo. Kwa maana kwamba dagaa wanazunguka eneo la isiyozidi mita 5 hadi 10, sehemu ile ya mwanga tu, lakini wavuvi walipogundua kwamba nyuma ya ule mwanga sehemu ile ya giza kuna sangala, kwa hiyo wakawa wanaenda wanaongeza idadi ya makokolo mpaka wanasababisha mengine yanakuwa marefu zaidi ya mita 120, mita 150. Serikali ikatoa maelekezo ya hii taa ya dagaa ambayo inavuta hawa dagaa kwenye mwanga isizidi wati 10, zisiwe zaidi ya moja, yani iwe taa single hiyo moja ya mwanga ambao haizidi wati 10. Mmoja wa wavuvi wa samaki katika kisiwa cha Bumbile, Bwana Wenceslaus Balongo, amesema kwa sasa samaki aina ya sangara wamepungua kwa kuwa wamekuwa kivuliwa wachanga na wavuvi wa dagaa, hivyo ameshauri elimu iendelee kutolewa ili nao waweze kuendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa awali. Chato. Wakazi wa kata ya Bukome wilayani Chato mkoani Geita wameiomba mamlaka ya maji mjini humo kuziunganishia maji ya bomba shule za msingi na sekondari katika kata hiyo ili kuondoa tatizo la wanafunzi kufuata maji ziwani wakati wa masomo. Baadhi ya wakazi hao, Deusi Josefu, Peruzi Fidelis na Manyama Shikubuha, wamesema pamekuwepo na changamoto ya wanafunzi kufuata maji ziwani, eneo ambalo si salama kutokana na uwepo wa mamba na viboko ambao hujeruhi watu. Wamesema sasa ni jukumu la serikali kuona namna bora ya kufikisha huduma ya maji katika shule ambazo wanafunzi wake hutegemea maji ya ziwa ili kuimarisha usalama wao. Kuanzia leo haya maji yanapopatikana pale mashuleni yawepo maji yasikate, kwa sababu changamoto kubwa ni wanafunzi. Hawa wanafunzi wanapokuja kumwaloni, anakuja anakaa anapitwa na masomo na yani anajifunza, ambapo anafika kule kuna wategaji. Hao wategaji ni vishawishi kwa sababu mabinti wetu wameshakuwa. Sasa hapo ninaomba kama serikali waangalie sana watoto wetu wanafunzi ili wawavutie maji pale shuleni na yasikate. Kwa hiyo ni muhimu sana serikali kuleta miradi kama hizi katika wilaya, na hususan katika wilaya yetu ya Chato bado miradi kama hizi zinahitajika sana, kwa sababu ni wilaya ambayo kwa kweli kwa miradi kama hii bado kuna uhitaji. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji mjini Chato CHAWASA, Mhandisi Isaac Mgeni, ameomba wananchi hao kuwa watulivu wakati serikali ikiendelea na utekelezaji wa kuunganishia huduma hiyo zikiwemo taasisi za elimu. Bukombe. Zaidi ya kaya 30 katika kijiji cha Butienza wilayani Bukombe mkoani Geita hazina vyoo vya kudumu, hali ambayo inasababisha kuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya mlipuko. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wananchi walipokuwa wakizungumza na Radio Kwizera ilipotaka kujua changamoto zinazowakabili na kukosa vyoo bora kwenye makazi yao. Mmoja wa wanga hao
wa changamoto hiyo, Bi Grace Zabron, amesema uzee ni moja ya sababu inayochangia kukosa choo bora, ikiwa ni pamoja na wengine wenza wao wamekuwa wakiishi nje ya makazi yao kwa shughuli za utafutaji. Yaani najua mume wangu hakai hapa, anakaa huko shambani. Sasa anashughulikia huko. Sasa mimi nitakiweza, sina pato, imejaa hasa. Akija atatengeneza. Yaani hapo ni matatizo tu. Tunaona kuna majunia. Kazi hivyo, sasa utafanya nini? Utaenda kwa nani? Mhudumu wa afya ngazi ya jamii Bi Juliet Musa amesema tathmini walioifanya imebaini zaidi ya kaya 30 katika kijiji cha Butinza hazikuwa na vyoo, na kwamba wanaendelea kutoa elimu kwa wananchi ili watambue thamani ya kuwa na vyoo bora. Tulikuta watu ambao hawana vyoo kabisa, kinyesi tulikuta kinazagaa ovyo. Baadaye tukawa tumewashauri kwamba wajenge vyoo kwa sababu ni usalama wa mwanadamu kuishi hapa duniani kwa usafi. Tatizo kubwa lililokuwa anatuambia kwamba ni uwezo mdogo, kwamba hawana nguvu, kwamba mpaka wasaidiwe. Kwa watu wakubwa wanaenda tu kuchimba kashimo kadogo wanatumia kwa haja. Lakini watoto wadogo wao wanajisaidia hapo wanazagazagisha kinyesi ovyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Khartoum. Serikali ya Sudani imeziambia kampuni za nishati kujiandaa kusitisha usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Sudani Kusini, ambayo inamtegemea jirani yake huyo kwa ajili ya kuuza mafuta nje ya nchi. Kwa mujibu wa barua iliyoonekana na shirika la habari la AFP, tangazo hilo linafuatia mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu Sudani. Katika barua mwishoni mwa wiki iliyopita, Wizara ya Nishati na Mafuta ya Sudani ilielezea mwenzake wa Sudani kwamba tayari hatari ya kusitishwa kwa shughuli za usafirishaji ni kubwa kufuatia msururu wa mashambulizi ya droni yanayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa RSF. Kituo kikuu cha kusafirisha mafuta na ghala la kuhifadhi mafuta lililoko katika maeneo yanayothibitiwa na jeshi la Sudani vilishambuliwa wakati wanamgambo wa RSF wakilenga miundombinu ya serikali kote nchini humo, na hivyo kuathiri huduma muhimu ya usambazaji wa umeme na mafuta. Wakati vita kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF vilivyoanza mnamo mwezi Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo vya mamia ya watu, huku wengine milioni 13 wakikosa makazi rasmi. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Uturuki siku ya Alhamisi kwa mazungumzo ya moja kwa moja kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Zelensky ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kuwa wanasubiri usitishaji kamili na wa kudumu wa mapigano kuanzia leo ili kutoa msingi unaohitajika wa kidiplomasia. Kiongozi huyo wa Ukraine ameongeza kuwa hakuna maana yoyote ya kuendeleza mauaji. Hata hivyo, hakukuwa na majibu yoyote kutoka ikulu ya Urusi, Kremlin, kuhusu utayari wa Zelensky kuzungumza na Putin. Zelensky na viongozi wa Ulaya walichukua msimamo mwisho wa wiki kwamba hakutafanyika mazungumzo yoyote hadi Putin atakapokubali kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti kuanzia leo Jumatatu, ingawa Urusi imekataa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wavuvi wa dagaa katika ziwa Victoria wametakiwa kutumia nyavu za dagaa zisizozidi upana wa mita 60 na mita 20 kwenda chini ili kudhibiti vifo vya masalia ya samaki. Wakazi wa kata ya Bukome wilayani Chato mkoani Geita wameiomba mamlaka ya maji mjini humo kuziunganishia maji ya bomba shule za msingi na sekondari katika kata hiyo. Na serikali ya Sudani imeziambia kampuni za nishati kujiandaa kusitisha usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Sudani Kusini. Wazua. Msikilizaji, mpango ni bora kuliko ndoto, lakini utekelezaji ni bora zaidi ya mpango. Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii,
Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.